10. Umefika mzee. Mimi stress. Huko wote. Wacha kunidanganya. Wacha kule. Alafu ndio hiyo story imetuleta hapa. Sawa. Madam. Yes. Tuko mbili. Mzee sasa nikuulize. Mlimove aje na David? Mimi sijamove in naye. Mjamove in? I see. Mbona? Sijamove in aje wewe unaweza move in na David wewe. Unajua ndio ndo anakusupport mzee. Alafu bado unasusia kumove in na yeye. Cheki acha kulalisha sasa zingine. Hizi ni opportunities. Zikikuja zigrab mzee. Kama mzee mwingine atachukua hizo opportunities. Unajua mzee mwingine akipata David atachukulia advantage. Na wewe uko na chance na bado utaki kule. Lakini akipata mtu mwenye anampenda sio kwa tu sawa. Kwa tu poa. Uba yako unasaidia swali. Ni kama ukirizwa unasikia na uchungu. Uone hiyo ni opportunity ukiwa na David. Alafu unasema mtu mwingine akimtoa achana hiyo story. Sawa. Nimeacha. Saidia fork. Mbona wewe kitu? Kwani unachukua ushindi? Kula ushibe na ukisikia kuongeza unaongeza tu sawa. Ungezaje chipo bana? Ungeenda ugali. Wewe ukule kenye iko. Chipo hata sisikii kula. So ni kule hadi hapo. Kwani tukitoka kwa nyumba tumekuja hapa kufanya? Kula msee, wacha stress mingi. Stress mingi na hata zikusaidii. Sasa hivi unafahamu unafikiria vile utapata do. Hiyo job ulisema hakuna venye tunaweza help. Deadline ilikuwa tu jana na ni hivyo. Mzee. Na ndio maana nilikuwa nataka nikuongeleshe. Jua mzee alikuwa amesema ukipita jana hakuna sehemu hapa. So jana tu nilikuwa dead. Unajua jana vile ningepata hiyo job ingesaidia vitu mob sana. Lakini sasa jua kiburi yako au kutaka kunisikiza. Si kiburi. Ukisema ni kiburi unajua inakaa ni kiburi na wewe juu nilikuambia unisikize au kutaka. That's what again. Sasa ungenisikiza at least. At least ingekuwa advantage kwako. Nilijaribu kuexplainia ukanifuta. Sasa unaona. Sasa nikijaribu kuambia huyu mtu nikule mkapu na yeye bado hawezi kusikiza. Ndio sasa hivi najua shaka kama. Una shida. But bado usijivest stress. Opportunities ziko mingi, jobs ziko mingi. Job gani? Wewe unajua vile tulikuwa hustle kabla nipate job. Sasa nafanya nini? Nafaa kulipa bills. Nafaa kukula. Unajua kama si David mimi hata sijui kama ningekuwa Shamu, unasahau vile tumehustle na wewe mzee. Alafu saa hii imefika tu point that tunasema hakuna biashara unaweza fanya. Sasa nifanye biashara gani? Unajua biashara inataka donga ngapi? Sasa inatoa kitu kama 250,000 ama 200 ndio nianze biashara. 250,000. Kwani tunaongelea biashara gani hapa? 250,000 kwa unafungua supermarket chef? Hapana, si ndio biashara. Kwani biashara yufunguliwa wapi? Biashara ziko mingi huku nje. For example, tuseme biashara ya mayai. Biashara ya mayai. Saa hii nikupe 3,000 shillings. Unapata? 3,000 mayai crate moja ni how much? 290 hapo, tuseme so tatu. Mayai crate moja tuseme ni so tatu. Ununue crate mbili. Hiyo ni 600. 600. Hizo 300 alafu uongeze apron. Apron tuseme ni 500. Ni 500 hapo. Sawa. 500. Aluminium foil ni so. Ongeza kwa hesabu. Hiyo ni kitu 1,200. 1,200 alafu ndo ni 200. So inakuja 1,400. Sawa. So hii mayai ukiboil baadaye tuseme una boil unazurura asubuhi. Asubuhi unauzia watu wa magari, hawa conductors. Unapata?
unauza hiyo round moja. Hizo unauza mayai 100 asubuhi. Sasa uzurure tuseme per day unazurua mara 4. Well, saa 7 unauzia hawa watu wa butchery, hawa watu wa mjengo, hawa watu wa vinyozi unawauzia. Jioni unauzia hawa watu wa nini? Wa bar. Unapata? So at the end of the day siku unatengeneza pesa ngapi? Mayai moja tuseme inaleta profit ya 10 bob. Na unauza mayai 400 kwa siku. So you have 4,000 shillings at the end of the day. Times 1 month. Nyani do, ni poa. Ni pesa mzuri. Na sasa hiyo hata imepita pesa ulikuwa unafanyia huko sijui kwenye kazi yenyewe ulikuwa unafanya. Sio unajua mimi ni jina gani? Nianze kuuza mayai son. Nichukue ndoo na tembea nao kwa barabara na uza mayai. Asubuhi kwanza hata wao makondakta wengine wamekuja kwa bango wakanipata. So hata nikikutana na Debbie anauza mayai atanibeba aje. Kwani unaangalia watu wanauzia mayai shem? Sasa hii ni wewe unajijenga. Si unaangalia watu. Kwani huyo Debbie kwani haizi kwa customer wako? Kwanza sasa huo ndio unamuita customer. Na si ndio? Hujui Debbie wewe. Unamuita unamgongea mayai 2. Unapata? So sasa hiyo ukuli kiburi yako. Usikule kiburi yako shehe. Si kiburi bana. Ni biashara unafungua msi. Mayai bana. Haya, ukikataa ya mayai. Na ndoo asubuhi na usiku. Na mchana zote at the end of the day una make around 120,000 in a month. Haya tuachane na hiyo. Tuseme ufungue biashara ya miwa. Kwanza wewe ni mkiziko na advantage. Ati miwa. Na si ndio? Miwa ukiendea Mumias wanauzanga 30 bob. Miwa moja. Hata Kisii wanauza 20 bob moja. 20 bob. Hiyo ni pesa kidogo sana shehe. Na uko na hiyo 300,000. So tuseme umeendea miwa kama ngapi hivi? Tuseme miwa 50. Sasa niende miwa Kisii nikamkuza Nairobi. Na si ndio? Miwa moja kwanza unajua huko Nairobi ukikata mara 5 na hiyo ni miwa moja. Of course wanauza mbao. Hiyo piece moja, si ndio? So, na miwa moja ulibuy how much? 20 bob. 20 bob. So ukikata mara 5 inakuja how much hiyo? Si ni so? So times 50 hiyo ni 5,000, si ndio? 5,000 in a month. Una make pesa ngapi? Uelewi, hiyo si shida. Usiangalie jina shemba hii. Mimi ni mtu nimenavaa masuti nikienda job. Hapo mahali penye naishi ndatokaje na miwa Sean? Na sukuma miwa. Uwezi shem. Sasa hiyo kuli kiburi yako msee. Unaongea kwa sauti bana, watu wanasikia hapa tunaongelea story. Wewe hatukuja hapa kusikiza watu, wasisikie mimi nakupatia business ideas. Usikie utazifanya shauri yako. Sean, yani mimi nimeenda tu campus nikagraduate alafu niende kuuza. Hata watu wananibebaje. Biashara ni biashara sasa. As long as inakupatia kitu at the end of the day, mbona usifanye? Hadi biashara ya kiwi ya kupakia watu rangi. Acha Shem, niko serious by the way. Wacha kucheka. Niko serious. Haya, umefungua kabiashara kako pale nje. Hata usitafute kitu kubwa ati mali. Tuseme umepata kakibanda. Maana hapo kakibanda unalipia 500 per month. Sawa. So unapigia watu rangi. Unapigia watu rangi. Mimi kwani rangi ni how much? Rangi kiwi yenyewe ni how much? Si ni 50 bob. 50 bob. Brush ya kiatu hiyo naweza hata kupea kama hauna. Unaweza kupea. Unapata 50 bob hiyo ni rangi peke yake. Siku mzima tuseme unapigia rangi watu 50. Unapata watu 50. So hiyo inakuja how much? 50 bob na unawalipisha 50. Ni dopoa lakini kupiga viatu rangi. Na si ni kwa unaangalia watu. Sasa Debbie akipita hapo nione. Na si unamuita unambrashia yake hadi inashine. Kwani unaangalia watu sasa hizi unaangalia unajiendelesha kimaisha. Wacha kujenga maendeleo. Niko serious. Yenyewe kuna business ideas lakini kiatu kupigia watu rangi man. So wewe unataka ufanye tu kazi ya bank. Hizo mahoteli kubwa. Sio hoteli. Si ni kutafuta tu job. Hiyo pesa ya banki yenye ulikuwa unafanya Ndema atanidharau. Ulikuwa unalipa wapi? 45. Comparing na biashara ya mayai. Unajua iko na jina. So, Mimi ni banka.
Unajua kwa nini tunapewa gari alafu unailipa na loan pole pole? Hiyo ni job iko na class. Lakini Sean job ya mayai ina class. So unaangalia class ama unaangalia pesa? Si hivyo, but pia unajua sitaki kujiangusha. Si kujiangusha Shem. So utabaki umetegemea debi hizo. Hata watu wakiniona watasemaje? Sema nauza mayai. So sahi Sema anapigia watu rangi kwa stage. Unajua stage watu wangapi huku hapo? Mimi niko hapo ni Sean bana. Wacha kufikiria hapa kama pala. Sahi funguka akili msee. Funguka akili, fanya biashara. Biashara haina jina, haina nini. As long as una make pesa, at the end of the day utafungua biashara zako mingi huko nje. Utafungua biashara lakini sahi napigiaje watu viatu rangi? Mimi mtu wa bangi. Sema unajua sahi najua wasee wanakuongelea huko nje. Juu unawekwa. Naekwa na nani? Unawekwa na Devi, wewe uko na kwako. Si Devi anakulipia. Amenisaidia tu rent miezi 2 na shopping ndogo. Hiyo kukusaidia ungekuwa unafanya biashara yako. Si job inakaa, kuna bado wanangojea. Ndio nataka kuongea na Devi ndio maana yeye bado ni best yangu. Sasa wewe unangoja biashara ikuje ikutafuta. Sio job ya bank ndio nangoja nitumiwe barua nirudi permanently. Unangoja. Sasa ukiniambia nipige watu viatu rangi Sean. Na isipokuja utafanya? Utakuja, hizi kosa kukuja. Hizi kosa kukuja. So uko sure itakuja. Shem funguka macho. Devi bado tuko na yeye. Naongea tu na yeye. Mimi niko sure itakaa. Kwani Devi alikukorogea akili? Mbona ufikiri? Mbona utaki kuhustle? Shem funguka macho mzee. It's high time uanzishe biashara yako, ujijenge kimaisha. Sasa unajijenga na kupigia watu viatu rangi. Kuuzia watu mayai. Shem uliniambia kuna kademu umekufika. Acha. So huo msichana atakuwa anakula pesa Devi ama utangoja huyo banki yako yenye unangoja ingiane ndio uanze kumlisha. Si sahihi unatafute pesa kidogo yenye unapata. Unaongea kwa sauti by the way. Kwani hata mtu kwa hoteli hapa anasikia. Wanakujua. Si hivyo. Kama ulikosa kuniadvise kwa nyumba, una Sean bana. Me by the way, thanks for lunch. Excuse, mtete kwa kani bill. Nirenga. Kuna 3. Chonzi Plus na soda. Sawa. Na bongo kana ni pesa. Kama na yona. Sawa, asante. Naona sasa wewe. So unakasirika nini je? Sijakasirika ni vile tu. Mimi ni bana. Unaona sungeniambia hizi story kidogo. So unakasirika mimi ndio advice kama beshte yako. Lakini si hapa. Sasa lazima tu ungeongea hivyo ndio kila mtu asikie. So unakasirika, si mimi nimekwambia ukweli. Lazima kila mtu tu angesikia. Ni ukweli lakini lazima uongee kwa sauti. Kila mtu asikie sina do. Kuna mdema ananilipia bills. So sema kwanza ni miezi 2. Hizo siku si nilikuwa najilipia. Watu wanafikiria tu na yako. Kwani mimi ni maskini aje? James sasa juu wamesikia, wamekusaidia na nini? Sasa si unanichomea. Kwani unawakatia wewe kwani unakatia kila mtu? Wewe ishia. Kwani Si ukatuna mtu mmoja. Asante. Sasa unakasirikia hata watu wajui. Sometimes pia tumianga kichwa. Madam, abili how much? 140. Naweza lipa na pesa. Azolipa na yona. Okay. Naitwa Zawadi na huyu ni best yangu anaitwa Faith. Sasa Na tulikuwa tumekusikiza huko ndani and from the look of things you really need a job. And I have a brother anatafuta mtu wa kazi. Maybe I can just give you my card.
Anatafuta mtu wa kazi? Yeah. Oh, Maybe sawa. you can just come meet. Maybe you can, this is my card. You can give me a call, then I can connect you and see if you can get help. Oh, sawa, haina shida. Just give me a call.